kazi ya kwanza ya laana ni kuondoa uwezo au nguvu za mtu kutawala. Kazi ya laana ni kuondoa uwezo au nguvu za mtu kutawala. Hakuna mtu mwenye laana anayekuwa na uwezo wa kutawala. Hakuna. Hawezi akatawala uchumi, hawezi akatawala ndoa, hawezi akatawala uongozi, hawezi akatawala siasa. Kwa hiyo laana huwa inaondoa uwezo wa utawala ndani ya mtu, na hiki tunakipata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 13. Nasema kazi ya laana ni kuondoa uwezo au nguvu za mtu kutawala. Kwa lugha nyingine ni kwamba laana inamtoa mtu kwenye nafasi ya utawala. Ngoja tusome Mwanzo sura ya 4 mstari wa 13. Inasema, Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitastirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro. Hebu sema mtoro. Nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, yaani mtu asiye na uwezo wa aina yoyote duniani, mtu asiye na uwezo wa kutawala, mtu asiye na uwezo wa kusikilizwa, mtu asiye na uwezo wa kuongoza. Ndicho ambacho laana inakifanya kwenye maisha ya mtu. Anaendelea kusema, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Ndio maana kuna watu wengine wana hali za kuonewa, kila eneo anaonewa. Angalia roho inayomfuatilia nyuma yake ni roho ya aina gani? Kila anachofanya anaonewa. Kuna wengine wana ile hali hata ya kudhulumiwa, kila anachofanya anadhulumiwa. Anaweza akafanya kazi lakini kulipwa ikawa kesi, anadhulumiwa, anaonewa, anazungushwa kwenye haki yake ya msingi. Kwa nini? Laana inanyang'anya haki ya msingi ya mtu kiroho. Ndicho ambacho kilikuwa kwa Kaini baada ya kumuua ndugu yake. Anaona kabisa maisha atakayoenda kuishi ni magumu. Kwa hiyo ndio maana sasa kwenye hizi madhabahu za kifamilia, yule mtu ambaye anaonekana kuzipinga huwa zinatamka laana kwake, kwamba utaongezeka lakini hautafanikiwa. Jambo la pili, laana inaua ukuu wa mtu. Hakuna mtu ambaye ni mkuu mwenye laana. Hakuna. Na ngoja niwaambie watu wa Mungu, laana ni silaha anayoitumia shetani kuchapa maisha ya mtu au maisha ya kizazi fulani. Anaitumia kama silaha. Anaitumia kama silaha ya kuchapa maisha ya kizazi fulani. Mtaniuliza, laana ya familia au ukoo inasimamiwa na nini? Inasimamiwa na madhabahu za ukoo. Jambo la tatu, laana inarefusha muda wa kupata. Inarefusha muda wa kupata. Ndio maana kuna baadhi ya familia kufanikiwa kwao mpaka pengine wafike miaka 45 au 50 ndipo mtu anaanza kufanikiwa.
lakini familia nyingi zimerefushiwa muda wa kufanikiwa kwao. Lakini angalia, kuna familia zingine ambazo ziko kwenye mfumo wa baraka. Vijana wanafanikiwa wakiwa na umri mdogo sana, lakini kuna familia ambazo muda wao wa kufanikiwa umerefushwa. Ndugu wa kike na wa kiume, kila wanachokifanya kimerefushwa. Ndio maana kuna baadhi ya watu ambao wanaweza wakajenga nyumba kwa muda wa miaka 10. Anajenga nyumba, akifika mahali fulani anaishia hapo, inabaki kuwa kama palange. Anaanza kujitafuta, anaanza tena kujitafuta, anaanza tena kujitafuta, mpaka aje apate tena cha kuokoteza. Anaenda tena anapata, anaweka hapo, anaweka. Muda wa kufanikiwa kwake umerefushwa, na kinyume chake ni kwamba baraka inafupisha muda wa kufanikiwa kwa mtu. Ni kwamba ukiwa na baraka unawaishwa kufanikiwa, lakini ukiwa na laana unacheleweshwa kufanikiwa. Kwa hiyo kila jambo unalofanya linachelewa kufanikiwa, hata kama limefuata ile misingi ya asili, hata kama limefuata ile sheria ya asili, bado linacheleweshwa kufanikiwa. Kuna watu wamecheleweshwa kuolewa, wamecheleweshwa kufanya biashara, wamecheleweshwa kuinuka, wamecheleweshwa kuoa, wamechelewesha kuanzisha biashara. Sasa usije ukaona unaanzisha biashara inakufa, unaanzisha biashara hii inakufa, ukienda hii inakufa, ukienda hii inakufa, ukajiuliza kwamba una mkosi gani? Inawezekana kuna kitu kinakuzorotesha au kinakuchelewesha kufika kwenye destiny yako. Jambo la 4, laana inaathiri uzalishaji wa mtu. Jambo la 5, laana inaondoa msaada wa wasaidizi kwenye maisha ya mtu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 29. Laana inaondoa msaada wa wasaidizi kwenye maisha ya mtu. Yaani laana inaondoa wale watu ambao wangekusaidia kwenye maisha, inawaondoa kutoka kwenye upande wako. Inakuondolea wasaidizi ambao wangesimama wakakutetea, ambao wangesimama wakakusaidia, ambao wangekusimama wakakushika mkono. Laana inaondoa wasaidizi. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 29 inasemaje? Inasema hivi: Bwana atakupiga kwa wazimu na kwa upofu na kwa bumbuazi la moyoni. Utakwenda kwa kupapasa papasa mchana kama papasavyo kipofu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako. Nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Maana yake ni kwamba laana inaondoa wasaidizi kwenye maisha ya mtu. Jambo lingine, laana inasababisha usahauliwe na watu, hasa pale kunapokuwa na nafasi inayokufaa. Laana inasababisha usahauliwe na watu, hasa pale kunapokuwa na nafasi inayokufaa. Umewahi kukutana na mtu anakuambia kwamba kuna nafasi ilitokea nikakufikiria, alafu nikataka kukutafuta, baadaye nikasahau. Unamuuliza, hiyo nafasi bado ipo? Anakuambia nimeshapata mtu mwingine.
unasahauliwa kwenye fursa, unakumbukwa baada ya hiyo fursa kuwa imepata mtu mwingine wa kuikava. Kuna watu ambao kila sehemu wanasahauliwa, kila eneo unakuta anasahauliwa. Hiyo ni roho ya kusahauliwa. Ninakuombea Mungu akupe roho ya kukumbukwa kwenye maisha ya kwako. Jambo lingine, laana inasababisha madhaifu yako yapige kelele kuliko mazuri yako. Inasababisha madhaifu yako yapige kelele kuliko mazuri yako. Unashangaa unafanya mengi mazuri, lakini yale mazuri hakuna anayeyaona, ila dhaifu moja tu linashikiliwa bango. Hilo dhaifu linageuka kama fimbo ya kukuchapia, linageuka kama kumbukumbu ya rejea kwamba alifanya hivi. Inapiga kelele kuliko mazuri yako. Maana unaweza ukakaa na mtu akwambia haukumbuki hata jema ambalo nimekutendea. Unaona tu hili ambalo limetokea leo ndio hilo unalolikumbuka, lakini mema mengi ambayo mimi nimewahi kuyafanya, kwa nini uyakumbuki? Jambo lingine, laana inasababisha usiaminiwe na watu, taasisi, serikali na jamii. Kuna watu ambao hawaaminiwi kabisa, sio nyumbani, sio kazini, sio kwenye biashara, sio serikalini, hawaaminiwi. Kuna mtu hata akitaka kukopesha 2000 anakuuliza utanirudishia kweli wewe? Manake hakuamini. Jambo lingine, laana inasababisha watu wengine wapendelewe dhidi yako, hata kwenye nafasi ambayo watu wanaona kwamba ulistahili wewe. Inasababisha watu wengine wapendelewe dhidi yako. Hata kama ulistahili, unashangaa haupendelewi. Hili jambo ukiliona kwenye maisha yako, au ukiliona kwa watoto wako, au ukiliona kwenye ukoo wako, lazima ukae ujiulize kuna shida gani? Kwa sababu bila kujiuliza utajikuta unapitia hali hiyo. Tunaona hata kwenye serikali kuna familia zingine zinapendelewa sana. Kila uongozi, kila rais anapoingia madarakani lazima achukue mtoto mmoja kutoka kwenye ile familia kuwa kiongozi mmojawapo. Hata kama mwingine anaweza akasema ni kwa sababu baba yake aliwahi kuwa kiongozi, ndio, lakini alipokuwa kiongozi alitengeneza nini? Alitengeneza nafasi ya upendeleo ya kwake na uzao wake. Wewe unapokuwa kiongozi unatengeneza nafasi gani ya upendeleo kwa watoto wako? Tuna watu ambao leo wako serikalini,
lakini ndugu zao hawana ajira. Yaani una mtu ambaye yuko serikalini, akipiga simu moja tu unapata ajira moja tu, lakini wala hajigusi, na huko una vyeti vyako nyumbani. Naishia tu kusema nina ndugu yangu iko serikalini. Kwa nini haupendelewi? Laana inasababisha usipendelewe wewe, yaani inafanya kinyume na baraka. Baraka inataka upendelewe, inataka ukumbukwe. Laana inataka usikumbukwe, inataka usahauliwe. Nina rafiki yangu mmoja amepata majuzi hapa ajira baada ya kusota kwa muda mrefu sana. Ana ndugu yake ni waziri, mpaka sasa huyo ndugu yake ni waziri, ukoo mmoja. Lakini kila alipokuwa akimwambia laana inasababisha uchukiwe na watu ambao hawana sababu za kukuchukia. Kuna watu ambao wanachukiwa hata bila sababu. Ukimuuliza kwa nini unanichukia, hata yeye hajui kwa nini anakuchukia. Mwingine akienda mbali anasema najisikia tu. Mwingine anakuambia najisikia tu. Mwenye laana watu wanakwepa kushirikiana naye. Watu wanakwepa kushirikiana na mwenye laana. Lazima ujiulize, kwa nini kwenye biashara mtu anakwepa kushirikiana na wewe? Kazini unakwepwa tu. Kwenye miradi inayohusu hata familia yako unakwepwa tu. Watu wanakwepa. Nini wanachokwepa? Ile laana. Na ndio maana nawaambia hata wafanyabiashara, chochote unachokitaka kukianzisha kwenye biashara yako, hata kama unataka kuingia na mtu kuwa partner wako wa kibiashara, hakikisha kwamba unamwomba Mungu anakuonesha nyuma ya huyo mtu kuna roho gani inayofanya kazi. Kuna watu ambao kweli ni washauri wazuri sana wa kibiashara, wana mipango mizuri sana ya kibiashara, wakiweka mezani ni wataalamu wa kuelezea namna hiyo biashara au hiyo kampuni inavyoweza kufanya kazi. Lakini ukifanya kosa, ukavutiwa na maelezo yake na elimu yake na uelewa wake, ukaingia naye, unaweza ukajikuta unaingia kwenye hasara. Sisemi kwamba wote wanaoweza kuja kwenye kwa nia hiyo wote nyuma yake wana laana. Lakini ni vizuri kwanza kujiridhisha kwamba huyu mtu Mungu umemtuma wewe au ametumwa na yule mwovu shetani. Kwa nini? Unajua biashara yako inaweza ikawa imesimama. Ili hiyo biashara ianguke, shetani anaweza akamtumia mtu unayemwamini au uliyekuwa unamhitaji kwenye eneo la uboreshaji kwenye biashara yako, ukamwingiza huyo mtu au ukamhusisha huyo mtu kwenye hiyo biashara. Ukashangaa baada tu ya kumhusisha huyo mtu kwenye hiyo biashara yako, ukashangaa ile biashara inakufa yenyewe. Kuna watu ambao wakiingia kufanya kazi kwenye kampuni, ile kampuni inakufa.
inafunga kabisa ofisi zake. Kwa nini? Ameingia mtu pale, na wakati mwingine sio rahisi ujue, na ndio maana ni vizuri sana kuwaombea wafanyakazi wako kama unao. Angalia Yusufu alivyokuwa na upendeleo. Yusufu alivyokuwa na upendeleo, kila mahala alipokuwa anaenda alikuwa anapendelewa. Nini? Ndani yake kulikuwa na neema. Angalia Yakobo alipoenda kwa Labani kwenda kuwa mfanyakazi wa Labani, mifugo ya Labani iliongezeka usiku na mchana. Kwa nini? Kuna neema. Ndio maana kwenye biashara unaweza ukawa na mfanyakazi ambaye ana smart, na unaweza ukawa na mfanyakazi ambaye ana kimikosi. Wewe unaweza ukawa unalalamika kwamba biashara imekuwa ngumu, kumbe kuna mtu yuko pale ndo kichomi cha hiyo biashara. Na unaweza ukaona biashara inapaa, ukawa unafurahia kwa sababu kwamba ni mimi nafanya kazi vizuri na kauli nzuri vizuri. Ni kwa sababu unamfanya kazi ambaye ana baraka, na kupitia yule mfanyakazi unaona kabisa kwamba vitu vinaneemeka. Mfukuze sasa, uje uone kila kitu kinaharibika. Au unaweza ukaoa mwanamke ukawa umeoa mali. Unashangaa ulikuwa kwenye hali ya chini kabisa, baada ya kuoa tu vitu vinanyanyuka. Mfukuze huyo mwanamke sasa, uone utakavyofilisika baada ya nusu saa. Na kuna mwingine ukimwoa, kama ulikuwa na magorofa unaanza kuuza moja baada ya lingine. Na kwa wanaume hivyo hivyo, na kwa wanaume hivyo hivyo. Kumbe ni smart. Au ngoja niwaambie eneo ambalo pia shetani huwa anaingia kuharibu maisha ya mtu au mipango yake au biashara zake, ni kwenye eneo la ngono. Kuna mwanaume unaweza ukatoka naye, kama ulikuwa una biashara iliyokuwa imesimama, ile biashara inakufa kifo cha mende taratibu. Unaweza ukajikuta wewe huku unamfurahia kwamba kweli huyu mwanaume ni mzuri kila eneo. Ni mzuri kila eneo. Tunarudi kwenye biashara yako. Unafurahia haya mapenzi huku biashara inaanza kufa yenyewe taratibu. Na ndio maana chunguza kwa ambao mko kwenye ndoa. Kuna mwanamke unaweza ukatoka naye au mwanaume unaweza ukatoka naye, baada tu ya kutoka naye migogoro ikaingia kwenye ndoa yako. Yaani inaingia tu pop, mlikuwa mnaishi kwa amani, lakini ulipotoka naye tu kidudu mtu kikaingia kwenye ile ndoa. Na ndio hivyo pia huwa shetani anatumia ngono kuiba vibali vya watu. Wengine wao wanasema nyota, kuiba vibali vya watu. Wewe unaomba kazi, umeapply, umeitwa kwenye interview, unaambiwa Jumatano ijayo uje kwenye interview. Wewe unajiandaa, unaenda kwa bibi wako, unaenda unalala naye, kumbe uliyelala naye ana roho la kukataliwa, afu unaenda kwenye interview, ukifika unakataliwa. Hata kama umejibu vizuri, si yule baba au yule dada amekupa hilo roho. Chukua mikosi ulionayo na ya mwenzako uijumlishe. Jibu nalo. Ukitoboa wewe ni mwanamke au mwanaume, tumsifu Yesu Kristo.
mambo yanatoka. Nilikutana na mama mmoja, ni mfanyabiashara wa madini kule GGM Geita. Akaniambia, mimi maelekezo yangu niliyopewa ni kutafuta wanaume ambao nikitoka naye mambo yanaenda, na nina ishara zangu, nikikutana tu na mwanaume najua huyu nikitoka naye mambo yangu yataenda. Kwa hiyo ikitokea hata yule mwanaume ananikataa, nitamtangazia dau la aina yoyote. Nikamuuliza, unafika hata mpaka shingapi? Akasema hata bilioni 1 nafika. Nikasema huyu sio wako naye karibu. Shetani anapokuwa anatafuta kitu kwako, atatafuta njia nyingi sana ukipata kile anachokitafuta kutoka kwako. Nilikuwa na juzi hapa tukiwa Arusha na kijana wangu hapa anayechukua kamera video. Tulikuwa Arusha wakati tunakula mezani, nikawaambia kilichonitokea hivi karibuni. Kuna mtu alijitokeza akaniambia, mwalimu, unafanya kazi nzuri sana na mimi nakufurahia sana. Akaniambia, ninataka nitoe sadaka yangu nikupe. Nikamsikiliza, akasema nina bilioni 2 ninataka nikupe mwalimu kama sadaka, ili uniombee na uendelee kufanya kazi ya Mungu. Nikajiuliza rohoni, huyu mtu mwenye roho nzuri kiasi katokea wapi huyu? Sikumkubalia, nikamwambia basi nisubiri, nitakupa maelekezo. Kaenda kwa Yesu ya Karisi, kamuuliza, oya mshikaji wangu, huyu mwamba umemtuma wewe au? Hivi mnajua bilioni 2 ilivyo parefu jamani? Sio 200,000, sio milioni 2, sio milioni 200, ni bilizo. Na kweli hata mimi roho ililipuka, kwa sababu ukipata bilioni 2 ukaziweka UTT kwa mfano leo, kwa mwezi unapata gawio la milioni 20. Hakuna kiongozi wa serikali analipo hizo hela, sio mbunge, sio mkuu wa wilaya, sio waziri, hayupo. Ukiweka hiyo bilioni 20 tu pale UTT, pap. Nikalala baada ya kumuuliza Yesu ya Karisi. Nimelala nikaota ndoto, pembeni naona pesa, pembeni naona jeneza. Nikasema kumbe sawa. Asubuhi akanipigia, mwalimu, kitu gani hivyo? Nikamwambia, nakushukuru sana kwa jambo lako na nia yako nzuri sana. Kwa kweli watu kama nyie tunawahitaji. Kistaarabu kabisa. Lakini unaonaje, kwa ushauri wangu, serikali ina uhitaji mkubwa sana na kuna watu ambao wana changamoto sana za kiafya. Unaonaje ukijenga dispensary ambayo itakuwa ni sadaka ya milele, ili watu wanaoenda kutibiwa pale, mimi nishaona, hajui kwamba nimeshajua kinachoendelea. Unaonaje ukijenga dispensary afu ukaikabidhi serikali? Kwa sababu hiyo itakuwa ni sadaka ya milele. Mimi nitaondoka, ili ulichonipa utasahau na vitu gani? Akaniambia, mwalimu, ni kweli hata hayo yote nimeyafikiria, lakini naona kazi unayofanya ni kubwa zaidi mwalimu.
nikasema asante, kwa sasa najitosheleza. Nashukuru kwa msaada wako, lakini kwa sasa Kwa hiyo kuna hizi mambo ambazo unaweza ukakutana nazo zikakutoa kwenye lengo. Sio kila mtu anayetumwa kwenye maisha yako anatumwa kwa lengo zuri. Kuna wengine wanatumwa kwenye maisha yako kama chanzo cha kuyaangamiza maisha yako. Kuna wengine pia ambao Mungu anawatuma kwenye maisha yako kama chanzo cha baraka kwenye maisha yako. Lakini utawajuaje hawa watu? Ukitanguliza tamaa na mawazo ya kibinadamu, ni rahisi sana ukapotea. Lakini ukimtanguliza Mungu, utagundua kwamba kuna hili jambo ambalo Mungu umenifundisha. Ndio maana sasa tunatoka kwenye familia ambazo hatujui kabisa mahangaiko ya hizo familia na vyanzo na masadaka ambayo yamezifunga hizo familia. Mwisho wa siku tumejikuta tunafanya kazi na kutafuta mafanikio ndani ya hizo familia, lakini kumbe utakuta ndani yake kuna mavitu mengi sana ambayo yamezifunga hizo familia na yanazuia ukuu wa watu wanaotokea hiyo familia. Kwa hiyo huyu na shetani huwa anaangalia una uhitaji gani. Tumsifu Yesu Kristo. Akigundua hitaji lako ni la fedha, anaweza akaleta mazingira ya wewe kupata. Akigundua uhitaji wako ni la kupata mume au mke, anaweza akakuletea watu ambao sio sahihi, kwamba huyu si anatafuta mume, ngoja tumtangulizie kwanza mwanaume ambaye atamletea mkosi kwenye maisha yake. Huyu si anatafuta mke, ngoja tumkutanishe na mke. Ndio maana kuna watu walikuwa na ndoto kubwa sana kwenye maisha, na kuna watu walikuwa wameinuka sana kwenye maisha, lakini kwa sababu ya haraka zao na kuto kumsikiliza Mungu, hao watu wakakutanishwa na wanawake au wanaume waliowaoa au walioolewa nao, na baada ya kuolewa tu muda mfupi, vile vitu ambavyo walikuwa wamevibeba kwenye maisha yao vikafa. Kwa hiyo unaweza ukawa umebeba neema kubwa kama mama kwenye maisha yako, lakini hiyo neema shetani anaitafuta. Lakini uko vizuri kwenye kila idara, akakukutanisha na mwanaume mtakayeoana naye, na huyo mwanaume baada ya kuwa mmeoana, hiyo neema uliyokuwa nayo, yule mwanaume akawa chanzo cha kuiua hiyo neema isionekane. Unashangaa una karama au kipaji cha kufanya biashara. Ulipokuwa peke yako mambo yalikuwa yanaenda, lakini ulipoungana tu na huyo mume mambo yakaharibika. Unaweza ukajikuta wewe ni baba ambaye ni mtafutaji kabisa, ukashangaa shetani akakutafutia aina ya mwanamke ambaye atakuwa chanzo cha kukuzuia wewe kutimiza kusudi la maisha yako. Na kwa nini? Ni kwa sababu umeenda haraka, haujawa na utulivu wa kumuuliza Mungu kwamba hili likoje. Sasa mimi ningekuwa na haraka nikamtumia yule jamaa akaunti muda huo, watu wa hivi wanapatikana mara chache, ndio nimtumia akaunti. Nashangaa anatuma hiyo pesa, kumbe lengo anaweza akaona nyuma yangu ni watu wangapi nimewabeba, kwa sababu ndicho ambacho niliona kabisa kwamba huyu shetani anajua kabisa ninaweza nikachukua hii hela, lakini baada ya hapo nikaacha hii utume. Lakini ni roho ngapi unakuwa umeziacha huko nyuma?
ni nyingi sana, na ndio maana hata vita ambayo mimi ninakutana nayo kwenye huu utume, nikikupa utaanguka hapo mbele. Wengine mweze mkaona, mnaona ni jambo jema kabisa, na kweli ni jema, lakini nyuma yake marisasi yanayorushwa sio ya kawaida, na unashangaa wanaotoka humo ni wale wale. Lakini unajua tu kwamba hili nitavuka na hili nitavuka. Hapo mimi nishamwambia Yesu, mimi sina hasara. Ujue mimi huwa naongea naye kishikaji, anapohitaji kuongea naye kishikaji namwambia mimi sina hasara, na hela zangu sinaweza nikafanya biashara zangu, sina hasara hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana, hata kama una kitu ambacho ni kizuri, ndiyo ni kizuri, lakini hakikisha hicho kitu unamshirikisha Mungu. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Hakikisha hilo jambo ulilonalo unamshirikisha nani? Mungu. Ukimshirikisha Mungu, kila kitu kitakaa sawa. Sasa Mungu huwa na utaratibu wake wa kujibu ombi la mtu. Kinachotushinda wengi ni kwamba huwa tuna haraka sana, kwamba nimekuja leo na maugonjwa yangu, nataka leo. Mungu ndio anaweza akafanya hivyo, lakini saa nyingine Mungu anakupitisha kwenye aina fulani ya mchakato ili ukae vizuri. Sasa nimewambia, hebu chora ramani ya kiroho, uangalie kwenye hiyo familia uliotoka. Jambo la kwanza, uangalie hali ya ibada ya hiyo familia yako, hali ya watoto wa kiume kwenye huo ukoo ulioolewa, hali yao ya kiibada ikoje? Alafu ukitoka hapo, angalia hali ya kiuchumi ikoje, kwa sababu unajua unaweza ukaoa ukoo ambao hawasali ingawa wote walishabatizwa, majina wanaitwa ya Kikristo, lakini wote hawaendagi kanisani. Na pia unaweza ukaolewa kwenye ukoo ambao hawasali kabisa, yaani moyo wa ibada haupo, lakini upo moyo wa matambiko. Alafu ukitoka hapo, uangalie hali ya kiuchumi, hali ya asili ya familia yako kiroho, kiuchumi ikoje, kabla ya kuanza kutaka kunyanyuka, kupambana, kupata ajira na kutengeneza vitu vizuri kwenye maisha yako. Angalia kwanza. Inawezekana uko kwenye familia ambayo watu wengi wamejaribu kama unavyojaribu wewe, wakashindwa. Kwa hiyo baada ya kuangalia hiyo, itakusaidia kujua kwamba ni silaha gani unatakiwa kuziweka sasa hapa ili upambane. Lakini ukijikuta unataka utoboe hicho unachotaka kutoboa, kuna kimewashinda wengine wengi wanaotokea hapo. Sawa, wengine tuko kwenye familia ambazo ugonjwa ule uliomuua babu ndio unaomuua, umemuua baba, umemuua nani. Sasa baada ya kugundua hilo, nini unachotakiwa kukifanya? Kwa sababu na wewe usiwe kama wale wanaosema wewe ni ugonjwa wa familia. Jana nimewaambia hakuna ugonjwa wa familia, ila kuna laana. Kunaga ugonjwa wa familia kwamba huu ugonjwa ni wa familia mzee Rafael. Hii ni laana inayowaua hao. Kwa maana sasa kuna familia zingine aina yao ya vifo huwa inafanana, yaani wanakufaga kwa ajali. Wao ni ajali.
au wengine unakuta kila wanapoenda kujifungua wanakufa, ndio vifo vyao. Au wengine unakuta wanauawa tu, hako ni kalaana kako hapo. Au umewahi kuona zile familia ambazo wanaweza kakaa miaka 4 hawajapata msiba, lakini wakipata misiba watazika mwaka mzima mfululizo. Na angalia kwenye hiyo misiba inavyotokeaga. Hujawahi kuona familia ambayo mmeenda kuzika sehemu fulani, wakati mnatoka kuzika na nyie mkapata ajali tena mkafa? Mnaenda tena kuzika, baada ya muda fulani tena mnasikia imetokea mahali fulani. Na unakuta kwenye hizo familia wapo Wakristo, lakini hawajiulizi kwamba kuna nini kinaendelea. Mnakaa miaka 10 hamjazika, akianza mmoja tu ujue mtazika miaka 2 mfululizo. Mnatoka hapa mnaenda pale, mnatoka pale mnaenda pale, mnatoka pale mnaenda pale, mnatoka pale mnaenda pale, afu tena mnakaa. Hiyo hali itatulia, baadaye tena itaibuka. Ndiko hivyo. Sasa vitu vya kuangalia ni hivyo, hali ya kiibada ya ukoo uliopo. Wanampenda Mungu au hawampendi Mungu? Wanapenda kusali au hawapendi kusali? Ukikuta tu hawapendi kusali, lazima ujue kuna zuio la ibada kwenye huo ukoo au hiyo familia. Kuna familia moja, padri moja anatoka. Sasa ile familia, watoto wa ile familia wana asili ya kuua. Kuna jimbo fulani. Sasa kijana wao mmoja amekuwa padri, akawa paroko wa mahali fulani na jimbo fulani hapa Afrika Mashariki. Sijasema ni Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa Afrika, sijasema ni Tanzania. Afrika Mashariki kuna nchi 8, sawa? Sasa yule kijana wao ambaye ni padre, ambaye sasa ni paroko, akaletewa msaidizi. Alipoletewa msaidizi, mekaa, sio alitofautiana nini. Yule kijana ambaye sasa ni paroko akamvizia yule msaidizi wake ametoka. Alipomvizia akiwa ametoka akaingia chumbani kwake. Alipoingia chumbani kwake, akakusanya nguo za yule padre na mavazi yake yale na vyeti vya shuleni, akaenda akavichoma moto. Mwenzake kuja, hilo likatendeka. Yule mwenzake pale pale kawa kichaa. Kidogo nitaji jina la hospitali aliyopo. Mungu amenisaidia, tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ikifika miezi fulani, huyu aliyechomewa nguo anakuwa kama kichaa. Kwa hiyo mpaka ameze vidonge, vitu gani. Lakini unajua, mume anayekuchomea nguo au mke anayekuchomea nguo huwa ni ishara ya kuua. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana unaweza ukaenda kwa mganga wa kienyeji, wengine wanaendaga, anamwambia hebu fanye juu chini upate nguo zake uzilete hapa. Kisipeleka zile nguo, wanaenda wanazitia moto.
ni kama anaunguza kila kitu cha maisha yako, kila kitu. Kwa hiyo huyu, kilichokuwa kinamfanya hivi ni kale kalaana ka watoto wa kiume kwenye ile familia anayotoka kuua. Sasa hakakuangalia kwamba ni padre, kwa sababu ukiwa padre wa elimu tu, sio padre wa kiroho, wewe ni mtu wa kawaida tu. Ndio maana sasa tuna Wakristo ambao majina yao ni ya Kikristo lakini ni wa kawaida, hawana nguvu za aina yoyote za kiroho. Wanarogeka kirahisi, wana biashara zao zinafilisiwa kirahisi, kazi zao zinafilisiwa kirahisi, yaani wapo kirahisi rahisi tu. Kwa nini? Hawana ile mizizi ya ndani ya kiroho. Kwa ndo maana shetani ambacho amekifanya, unaweza ukakuta kuna Wakristo ambao wamebatizwa lakini wanaishi kwenye familia ambazo ndani yake bado kuna laana, na wale Wakristo wameshindwa kuzieradicate, wameshindwa kuzitoa kabisa, wako pale pale. Kwa hiyo ni lazima uingie kiroho, uzame, upambane. Ni kituo cha ngapi cha msalaba ambacho Mtume Paulo anasema ni usulubishe mwili wangu? Anasema nielewe na kutambua kwamba mwisho wa mapambano yangu ni baada ya nini? Baada ya nini? Kifo. Maana yake hapo katikati hakuna kutulia, ni mapambano, ni mapambano, ni mapambano. Sasa kuna watu wamekutana na mapambano wakajikuta wanasalenda, wanasema na ndio maana sasa kuna hizi madhabahu za familia zinahakikisha kwamba kama ameinuka mtu anayesali sana, anapelekewa matukio, anasali usiku na mchana, mpaka anafika hali fulani ya kukata tamaa, na yeye anaungana na wale wanaokoa waliokata tamaa na maisha, naye anakata tamaa na maisha. Anakata tamaa. Kwa hiyo kusema kuna wale ambao wakienda kwenye imani za kishirikina, akisikia mganga anamtaja Mungu anasema kumbe na huko anamtaja Mungu. Kumbe ni wale wale. Kwa maana siku hizi hata shetani ametuletea manabii wa uongo ambao wanatamka Mungu. Sasa huwezi kujua huyo Mungu aliyetamkwa ni yule wa herufi ndogo au herufi kubwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kama ni wa herufi ndogo, shetani huyo. Kama ni wa herufi kubwa, basi tunamshukuru kwamba ni Mungu wetu. Anayetamkwa huko ni Baali Yesu au ni Yesu mwenyewe? Kuna mchungaji mmoja akanifuata, akaniambia, ninakupa gari, ninakupa na kanisa lenye waumini wengi sana, huko utafungiwa huku ndani ya kanisa Katoliki. Sasa tumsifu Yesu Kristo. Njoo huku jitawale, huko mna visheria vingi sana, huko watakukata miguu. Lakini sasa sharika yake au Mungu ni kama anatumia miungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana muwe makini sana, ni mahali gani unatoa sadaka, kwa sababu sadaka ina kawaida ya kukufungamanisha na yule madhabahu uliotoa sadaka juu yake. Ndio maana sasa
kila sadaka iliyokuwa inatolewa kwenye matambiko ya kifamilia, hiyo sadaka ilikuwa inaunganisha hicho kizazi cha hiyo familia. Shetani ameboresha huduma. Siku hizi kuna manabii wake feki. Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 24, Yesu alisema, sio kila anayeniita Bwana Bwana. Anasema kabisa kwamba siku ile watajitokeza wa kusema kwamba Bwana, mbona nilitoa pepo kwa jina lako? Na Yesu anajibu, anawaambia, nitawaambia siwatambui kamwe. Maana walikuwa wanatoa pepo kwa matumbo yao na vitu gani? Kwa sababu shetani naye anaweza akajitoa. Jini dogo linatoa jini kubwa, si ndivyo? Anafanya imani ya upande wa pili, si ndivyo? Jini dogo linatoa jini kubwa linatoa jini dogo. Kwa hata huku sinema nyingi zipo za namna hiyo. Na sasa ukijikuta umeingia huko, ni kama unazidi kujiongezea tu maradhi mengine, unakuwa haujui. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo leo tunaweza tukaongea mambo mengi sana, lakini jambo la kwanza ambalo ninataka ulikumbuke sana, nenda uchore ramani ya kiroho ya familia yako. Hii ramani ya kiroho izingatie mambo mawili. Izingatie hali ya ibada ya familia au ukoo wako. Hali ya ibada ikoje? Na jambo la pili, uangalie hali ya uchumi wa ukoo wako au hiyo familia yako. Kuna jambo utagundua. Na jambo la tatu, uangalie hali ya ukuu. Je, kwenye hiyo familia wanatokea wakuu au ndio ile wakianza kuchomoza wanauawa? Kwa sababu kuna baadhi ya familia ambazo kila anayekaribia kutajirika wanamuondoa. Kwa nini? Kuna zuio la ukuu kwenye hiyo familia, kwamba hatutaki kwenye hii familia watokee wakuu. Akiwa tajiri, hata kama utajiri wake ni wa halali, anaficha siri alizotumia kufikia hapo alipofika. Hawafundishi wadogo zake au ndugu zake kwamba nimepitia hapo. Nini anachotaka? Anataka tu heshima, aonekane kwamba yeye ndo mtafutaji kuliko wengine. Kwa unakuta ni roho inayowazuia wengine wasio wakuu kwenye hilo eneo. Kaangalie eneo la ukuu. Sasa huu ukuu unaweza ukauangalia kwa namna nyingi: ukuu wa kibiashara, ukuu wa kikazi au kiuongozi, ukuu wa kifamilia. Hali ya familia. Je, wanaolewa na kutulia kwenye ndoa zao? Wanaoa na kutulia kwenye ndoa zao? Vijana wa hiyo familia wa kiume wanaoa na kutulia kwenye ndoa zao, au ndo wale ambao wakioa wanatesa wake zao? Kuna familia zingine zina huo kawaida kwamba kila mwanamke anayeolewa hapa ni anateswa, ananyang'anywa haki zake za msingi, vitu gani, anaonekana tu kama kiumbe kisichofaa. Hizo ni hali unazotakiwa kuziangalia pia. Tumsifu Yesu Kristo. Kaangalia hiyo hali, hiyo itakuja ikusaidie. Sasa baada ya kuangalia, uchore ramani ya kuchomoka wewe na uzao wako. Akina mama mlioko hapa, hebu ngoja niwaulize swali. Ni wangapi mnatamani watoto wenu wa kiume wawe na tabia kama za waume zenu?
au swali haijasikika? Akina baba mlioko hapa, ni wangapi mnatamani watoto wenu wa kike wawe na tabia kama za wake zenu? Basi hayo tuyaache, ni yako na familia yako. Sasa kama unaona kabisa watoto wako wa kike upendi waone tabia ya mama yao, nini unachoweza kukifanya? Au kama unataka watoto wako wa kiume wasichukue tabia ya baba yao, nini unachoweza kukifanya? Yaani unawahamishaje kutoka? Unajua kila kitu ni transfer. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu tusome ile Wakolosai nafikiri moja, alafu tuhitimishe. Tunahitimishia hapo, naona muda umetukimbia. Ile Wakolosai kwa Mtume Paulo kwa Wakolosai nafikiri nimefika. Waraka kwa Wakolosai anasema sura ya kwanza mstari wa 13, anasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Hebu sema nguvu. Kila familia huwa ina nguvu zake, ina nguvu fulani. Sasa anasema naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha. Hebu sema akatuhamisha. Na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Akatuhamisha na kutuingiza. Sasa iko hivi, unaweza ukawahamisha watoto wako kutoka kwenye nguvu ya ulevi iliyo kwenye hicho kizazi ulichoenda. Unaweza ukawahamisha watoto wako kutoka kwenye nguvu za umaskini zilizoko kwenye ile familia. Unaweza ukawahamisha watoto wako kutoka kwenye hali ya ukawaida uliopo kwenye hiyo familia na ukawaingiza kiroho kwenye ufalme wa Yesu. Ni unafanyaje? Unaweza ukawa unatoa sadaka, unamwambia Mungu, hii sadaka ni ya kuhamisha uzao wangu wa kike. Zile tabia zote mbaya unazoziona, unasema hizi zisiingie kwenye uzao wangu wa kike. Hizi tabia za uizi zisiingie kwenye uzao wangu wa kiume. Ninawahamisha mimi kama mama yao, maana wewe ni madhabahu. Mimi kama baba yao ninawahamisha kiroho, kwa imani, kwa sadaka, kwa matendo mema, kutoka kwenye hii hali kuingia huku. Meelewa sasa eh? Meelewa sasa eh? Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa leo ninaomba tuishie hapa, na ninaomba tupeane tu maelekezo ya kesho.